Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kufuatilia mafundisho kwenye channel hii na kwenye madhabahu haya ya Niko Shining Star Heaven Embassy. Leo Mungu ametupa neema tujifunze. Leo tuna aina kuu tatu za zinaa za kuwa makini nazo, maana ni hatari na ni kitu ambacho kinaharibu baraka za watu wengi, kinaharibu neema ya watu wengi, lakini pia kinawafunga watu wengi bila kujua. Nawe kama ni miongoni mwa mtu ambaye anahusika kwenye zina hizi, basi si Roho Mtakatifu akutie nguvu ya kushinda na zikimbie tamaa za ujanani au tamaa za uzeeni au tamaa za zinazotesa dunia kwa sasa. Zinaa ya kwanza ni zinaa ya moyoni. Ukisoma kitabu cha Mathayo 5:28 maandiko yanasema, lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kutamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kwa hiyo ni aina ya zinaa ambayo wengi wanaume wanaitimiza hiyo. Kwa hiyo ukimwangalia mwanamke yeyote kwa kumtamani, umeshakwisha kuzini naye nafsini mwako au moyoni mwako. Lakini aina ya pili ya zinaa ni zinaa ya kimwili, ya kuungana na mtu mwingine kimwili. Ukisoma kitabu cha Mathayo 19:9 maandiko yanasema, nami nawaambia ninyi kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine azini, naye amuoaye yule aliyeachwa azini. Lakini pia zinaa hiyo ni pale ambapo wewe unapotoka ukaenda kuzini au ukaenda kufanya mapenzi na mwanaume au mwanamke kabla ya ndoa. Kwa hiyo kuna uasherati, kuna uzinzi, na hiyo pia ni aina ya zinaa. Lakini zinaa ya tatu ni pale unapoenda kwa miungu mingine. Tunaona kwenye maandiko matakatifu, hususan ni Agano la Kwanza, tunaona wana wa Israeli walikuwa wakitoka wakienda kuzini na miungu mingine. Tunaona watu wanaabudu miungu mingine, Maashtoreti, Malkia wa mbinguni, na miungu mingi ambayo Bwana alikuwa akiwaadhibu wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wanaenda kuzini na Mungu mwingine. Na tunaona kwenye kitabu cha Hosea anaambiwa kwamba amchukue mke wa uzinzi, na maana mke anayeabudu miungu mingine akazae watoto na wakatae kama ishara. Kwa hiyo kuna vitu vingi Mungu amekuwa akivizungumzia kwenye Agano la Kale. Na hapa tuangalie neno kutoka Isaya 23:17 maandiko yanasema, hata itakuwa mwisho wa miaka 70 Bwana ataizuru nchi ya Tiro, naye atarudi apate ujira wake, atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu juu ya uso wa dunia. Kwa hiyo ni baadhi ya misemo, na ukahaba, uzinzi vimezungumziwa sana kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo ni mambo ambayo haya lazima tujitenge nayo, tuyashinde, na hapo ndipo tutaweza kushinda. Nawapenda. God bless you. Thank you for watching. Thank you.